Rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja nawe popote pale ulipo. Kama ni mara yako ya kwanza, na kuomba usubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata masomo haya pindi tutakapoyarusha. Karibuni. Leo nimependa tujifunze jumbe za hawa malaika watatu ambazo zinapatikana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 6 mpaka wa 9. Jumbe hizi ni muhimu sana kwa hasa sisi ambao tunamwamini Kristo, tunaoishi katika nyakati za mwisho. Manake hapa tunaona kuna malaika watatu na kila malaika mmoja ana onyo, ana ujumbe wake. Malaika wa pili hivyo hivyo pamoja na watatu. Tuanze kusoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 14 na mstari wa 6. Biblia inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kila kabila na lugha. Biblia inasema kwamba akaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Sasa kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho kimetumia sana lugha ya picha au lugha ya mafumbo, lakini pia Mungu ametumia sana lugha ya picha na mafumbo ili kuweza kulinda kitabu hichi cha unabii, kwa sababu kinazungumzia hasa matukio ya siku ya mwisho, ikiwemo masuala ya mpinga Kristo, lakini pia utawala na baadhi ya mataifa ambayo yataweza kuangamiza watakatifu ambao watashirikiana na mpinga Kristo katika hichi kipindi cha mwisho. Kwa anaposema akaona malaika akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, kitu cha kwanza, wao malaika hawajapewa jukumu la kuhubiri injili. Waliopewa jukumu la kuhubiri injili walikuwa ni wanadamu. Tunathibitisha katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 18. Maandiko yanasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru nyinyi. Tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo tunaona swala la kuhubiri injili waliopewa ni wanadamu, sio malaika. Lakini Biblia imetumia lugha ya picha ikisema malaika. Tafasiri ya malaika ukiangalia katika matini ya Kigiriki imetumia kama vile mjumbe. Kwa hiyo huyu malaika anayeruka, ili ni kundi la waalimu au ni kundi la watu fulani ambalo linatangaza huu ujumbe. Anasema malaika akiruka katikati ya mbingu. Unaposema kuruka, maana yake huu ujumbe utaenea sana. Ndio maana Yesu katika Mathayo sura ya 24 alisema tena, habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote ili kuwa ushuhuda. Anasema akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Sasa hii injili ya milele ni injili ambayo inahusu habari za wokovu, yani haki kwa imani. Manake tangia mwanadamu waanguke mpaka marejeo ya pili ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwanadamu atahesabiwa haki kwa imani. Kwa hiyo ndiyo maana ya injili ya milele. Anasema awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Kwa hiyo huyu malaika au hawa wajumbe au hawa walimu au ili kundi la watu litakuwa linahubiri huu ujumbe, hii injili ya milele ya kuhesabiwa haki kwa imani kwa watu wote wanaokaa juu ya nchi, kila kabila, lugha, taifa na jamaa. Mstari wa 7, akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu. Kwa hiyo huyu malaika au hawa wajumbe wanasema kwa sauti kuu, tumche Mungu. Sasa nini maana ya kumcha Mungu? Nini maana ya kumcha Mungu? Tunaangalia kitabu kile cha Misali sura ya 8 na mstari ule wa 13. Biblia inasema, kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia na kukichukia. Kwa hiyo kumbe ili kundi au hawa wajumbe wanasema kwamba tumche Mungu, na Biblia inasema kumcha Mungu ni kuchukia uovu. Kwa hiyo mtu wa Mungu
Ili uweze kumcha Mungu ni lazima uchukie uovu wa aina yoyote. Maanake usipochukia uovu, basi wewe utakuwa na upinga ujumbe wa huyu malaika wa kwanza. Kwa hiyo malaika wa kwanza anasema tumche Mungu, na Biblia imetusaidia kwamba kumcha Mungu ni kuchukia uovu. Lakini anasema tena na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Sasa nini maana ya kumtukuza Mungu? Maana huyu malaika, hawa wajumbe wanatuambia kwamba tumtukuze Mungu. Tuangalie kitabu cha Yohana sura ya 17 na mstari ule wa 4. Yesu anasema, mimi nimekutukuza duniani hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Sasa Yesu anamwambia Baba, yeye amemtukuza Yesu hapa. Yesu anasema, Baba, nimekutukuza hapa duniani na kazi ile ulionipa nimeifanya. Je, Yesu alimtukuzaje Mungu? Tuangalie kitabu cha Luka sura ya 18 na ule mstari wa 18. Biblia inasema, tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, Mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuulisi uzima wa milele? Unaweza kuona hili ni swali zuri sana ambalo Yesu ameulizwa kwamba mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kuulisi uzima wa milele? Sasa angalia Yesu alivyomtukuza Mungu. Yesu akajibu, Yesu akamwambia, mbona waniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ndiye Mungu tu. Kwa pale pale Yesu akajishusha kwanza, hapana ndugu yangu, mimi sio mwema, aliye mwema ni mmoja tu. Kwa Yesu akaondoa ile sifa aliyokuwa amepewa. Hakujibu hapo hapo, lakini kama ingekuwa mtu mwingine alikuwa anajibu tu hapo hapo kwamba ndugu, hongera, mafundisho yako ni mazuri, unafurahia. Hapana. Yesu akaondoa kwanza, akasema hakuna aliye mwema ila ni mmoja tu, naye ndiye Mungu. Alafu sasa baada ya kumketisha Mungu katika kiti cha wema, ndipo mjadala ukaendelea. Akamwambia, wazijua amri, usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Sasa ndipo mjadala ule ukaendelea. Kwa Yesu alimtukuza Mungu, manake alijishusha akamketisha Mungu katika kile kiti cha wema. Sasa watumishi wengi ambao tunawaangalia leo makanisani kwetu, katika television na social media mbalimbali, huwa hawamtukuzi Mungu, wanajitukuza wao. Kumbuka mpendwa, hivi vipawa, uchungaji, utume, unabii, ualimu, uinjilisti, tumepewa kwa sehemu, kwa sababu Yesu ndio mchungaji mkuu, ndio mwalimu mkuu, ndio mwinjilisti mkuu, ndio nabii mkuu. Karama zote hizi Yesu ndio ametupa. Katika ile Waefeso inasema alipopaa juu aliteka mateka akagawa vipawa. Kwa sisi tumepewa kwa sehemu. Kwa hiyo kama umepewa kipawa cha unabii, mtukuze Mungu. Nisha kumsikia mtu mmoja akisema Tanzania nzima na Afrika hakuna mtu aliyepewa kipawa cha kuili na wachawi isipokuwa mimi. Sasa manake huyo mtu amtukuzi Mungu, anajitukuza yeye. Unasikia, Mungu wa madhabahu hii. Kwa sasa unapofanya jambo lolote mtukuze Mungu. Ngoja nikupe mfano mmoja. Hivi unadhani kwa nini shetani amekuwa akijulikana sana katika matukio? Kwa mfano, ukimkuta mwizi amekamatwa, anapigwa, anataka kuchomwa moto, mwizi huwa anasema hivi, jamani nisamee, sio mimi, ni shetani tu alinipitia. Kwa kwenye kile kiti cha uovu, mwizi anajitoa pale, anamketisha nani? Anamketisha shetani. Au kama ulishakuona mtu aliyefumaniwa, anasema jamani nisamee, ni shetani tu alinipitia. Kwa kwenye kiti cha uovu anamkatisha shetani. Sasa mbona sisi tunapofanya miujiza, tunapofundisha vizuri, tunapohubiri vizuri, watu wakaelewa, mbona tunajiketisha sisi? Tusiseme sio sisi aliyofanya haya, ni Mungu. Kwa shetani amejulikana sana kwa sababu ameketishwa katika kiti cha uovu, ila sisi tunafanya makosa kuto kumketisha Mungu katika kiti cha mema. Kwa maana ya kumtukuza Mungu, kila jambo unalolifanya wewe sio kwa akili zako, ni kwa uweza wa Mungu. Kwa hiyo ndiyo maana ya kumtukuza Mungu. Ila kama Mungu amekupa neema, umefanya jambo fulani, watu wakabarikiwa, alafu ukajiketisha wewe, basi hapo ndugu, utakuwa unakosea. Kwa hiyo lazima tumtukuze Mungu. Tuendelee na maana tunaangalia ujumbe wa malaika watatu, na leo
tumeanza kumwangalia huyu malaika wa kwanza. Kisha huyu malaika anasema okay, tumeshaangalia kumtukuza Mungu, anasema lakini pia msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Lakini huyu malaika pia anasema tumsujudie Mungu. Sasa nini maana ya kusujudu? Maana watu wengi wanadhani kwamba kusujudu ni kitendo tu cha kuinama. Hapana, kusujudu tu sio kuinama. Sasa nini maana ya kusujudu? Tafsiri nzuri tunaipata katika Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 28, ambapo Biblia inasema kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu uzao wake. Kusujudu ni kuishi kwako, kuenenda kwako. Nadhani wale ambao waliokwenda kwa waganga kienyeji, unakuta mtu amepewa masharti. Kwa hiyo mtu anaishi kutokana na yale masharti, labda usile mboga hii, au ukiamka asubuhi fanya hivi na hivi. Kwa hiyo kuishi kwake, kuenenda kwake, anafuata yale masharti. Kuona wewe kuishi kwako, kuenenda kwako awe ni Kristo. Yaani sio wewe unaoishi, ila ni Kristo ndiye anaoishi ndani yako. Basi leo tuishie kumwangalia huyu malaika wa kwanza, lakini kabla tuingia katika ujumbe wa malaika pili, kama utakuwa na swali lolote, unaweza ukauliza kwa amani, kwa upendo tutakujibu. Basi Mungu wa mbinguni akubariki.